malezi ya mtoto katika jamii yoyote ni msingi imara wa kuliendeleza taifa hilo. Kwa kutambua umuhimu huo, mnamo mwaka 2021 serikali kwa kushirikiana na wadau ilizindua mpango jumuishi wa kitaifa wa makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Lengo kuu la programu hii ilikuwa ni kuhakikisha kuwa kila mtoto wa Kitanzania anakuwa katika mwelekeo sahihi wa ukuaji ili kufikia ukuaji timilifu. Kutokana na ripoti ya utafiti wa afya na watu na viashiria vya malaria ya mwaka 2022, ni 47% tu ya watoto wa Kitanzania ambao wako kwenye mwelekeo sahihi ya ukuaji wao. Hii sasa inatupa ishara kuwa ipo kazi kubwa ya kufanya kama taifa ili kusaidia 53% ya watoto waliobaki nao kuwa katika mwelekeo sahihi ya ukuaji wao kuweza kufikiwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, mtandao wa kitaifa wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya watoto TECDEN kwa kushirikiana na wadau wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto nchini tumeendelea kuiunga mkono serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutekeleza programu jumuishi ya taifa ya malezi, makuzi na maendeleo awali ya mtoto, yani PJT-MAM, toka ilipozinduliwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika utekelezaji wa programu hii TECDEN imeendelea kuchagiza uratibu wa wadau wote wasio wa kiserikali katika ngazi ya kitaifa na mikoa na halmashauri kupitia wanachama wake ambao mpaka sasa wapo jumla ya wanachama 122, ikiwemo mashirika yasiyo ya kiserikali yanayotekeleza shughuli zake hapa nchini, mashirika ya kimataifa na wadau mbalimbali wa maendeleo. Mtandao una mashirika pia waratibu wa programu ya MAM katika mikoa yote 26 ya Tanzania bara. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuongoza na kutekeleza programu hii ambayo imetilia mkazo suala la malezi bora hasa kwa watoto wa umri wa 0 hadi miaka 8. Umri ambao kisayansi ndio umri wenye fursa ya kumlea mtoto ili kukua na kuwa raia mwenye tija kwa taifa letu. Sayansi pia inatuthibitishia kuwa kipindi hiki ndio umri sahihi wa kumsaidia mtoto ili kuweza kukua vizuri, yani kipindi kuanzia mimba hadi miaka 8. Hii ni fursa sasa kwetu kama taifa kuwekeza kwa mtoto katika umri huu ili kuweza kuwa na taifa bora na thabiti. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunapoadhimisha siku hii ya familia duniani, tukumbuke kauli mbiu yetu inayosema mtoto ni malezi kwa familia bora na taifa imara. Tukiadhimisha siku hii ya familia mwaka 2025, TECDEN pia tunaadhimisha miaka 25, hivyo kufanya mtandao huu wa kitaifa wa MAM kuwa mtandao mkongwe kabisa barani Afrika. Pamoja na mafanikio mengi ambayo mtandao umefanya, Mheshimiwa mgeni rasmi, tunakabiliwa sana na changamoto ya kuwa na ofisi ya kudumu, hivyo kutishia uendelevu wa kutekeleza majukumu yake wakati tunapokuwa hatuna wafadhili. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda kuchukua fursa hii kukuomba wewe binafsi pamoja na serikali kwa ujumla kutupatia eneo jijini Dodoma ili mtandao uweze kujenga ofisi yake ya kudumu na kuendelea kutoa mchango wake kwa serikali kutoka kwa Tanzania wenyewe katika kutoa huduma bora na za kitaalamu kuhusu malezi na makuzi bora ya awali ya mtoto. Mheshimiwa mgeni rasmi, kutokana na umuhimu wa siku hii ya familia, tunaiomba pia serikali iweze kuangalia kwa jicho la kipekee eneo la bajeti ya MAM ili kuwezesha kutatua uhaba wa wataalamu wa vituo vya kulea watoto mchana katika jamii ili kuimarisha upatikanaji wa huduma bora za malezi kwa watoto wetu wadogo. Tunaamini kabisa upatikanaji wa huduma bora hautafaidisha tu watoto, lakini pia utawapa fursa kina mama kuwekeza katika shughuli za uzalishaji bila hofu ya usalama wa watoto wao. TECDEN tunaahidi kuendelea kushirikiana na serikali pamoja na wadau wa MAM kuihamasisha jamii juu ya umuhimu wa kuwekeza katika malezi na makuzi bora ya awali ya mtoto. Tunaamini kwa pamoja kuwa tukibadilisha mwanzo wa hadithi ya mtoto, tutakuwa tumebadilisha hadithi nzima ya mtoto wetu. Asanteni sana kwa kunisikiliza.